Bismillahirrahmanirrahim. Naitwa Harith Uthman Kusa. Leo wandugu wapendwa, nataka niwaonyeshe janga kubwa kabisa linalosababisha mauaji makubwa sana, na unaweza hata ukaita ya kinyama duniani. Wewe ukijiuliza hivyo unaweza ukadhani labda nazungumzia vita kati ya Iran na Wayahudi na au tuwaite wa Israel na wa Marekani, na unaweza ukazungumzia labda mabomu au zile musayarat zile drone, labda unadhani nazungumzia masuala yale kule Ukraine na Urusi, au hata masuala ya hawa jamaa hawa wanaojiita Damu Serani pale Sudani au sehemu nyingine, au vita kuu ya pili au ya kwanza ya dunia. Hapana wandugu, nazungumzia uchafuzi wa mazingira. Wandugu wapendwa, duniani mpaka wakati huu tunapozungumza, kila mwaka nakupa data, yani leo nakupa uchafuzi wa mazingira na ukataji wa miti na matatizo yanayosababishwa na vitu na masuala hayo uchafuzi wa mazingira in data. Kila mwaka wandugu, kila mwaka wanakufa watu milioni 12.something. Kila mwaka wanakufa kwa maradhi yanayotokana na uchafuzi wa mazingira na sababu ambazo zinazopelekewa na masuala yanayohusu mazingira. Mazingira yana maana kwa maana pana. Uchafu wa mazingira yanayotuzunguka, kuanzia uchafu wa mwili, uchafu wa nyumba, uchafu wa mavazi, mazingira yanayozunguka nyumba, uchafu wa hewa, uchafu wa sauti, uchafu wa muonekano, uchafu na kadhalika. Yani uchafuzi wa aina mbalimbali unaosababisha mmomonyoko na vitu kama hivi. Uharibifu wa mazingira kwa maana pana, kwa maana ya nchi kavu, baharini, juu angani, chini kabisa ya ardhi na kadhalika. Vyote hivi vinasababisha maradhi ambayo huwa watu milioni 12.6 kila mwaka na zaidi, na kuna baadhi ya miaka ilitokea ikawa zaidi. Hii maana yake ni kwamba ndugu yangu wapendwa, kila siku ya Mwenyezi Mungu wanakufa watu 34. Kila siku wanakufa watu 34,520 kila kucha. Maana yake kila saa wanakufa watu 1438 duniani kote kutokana na maradhi yanayotokana na uchafuzi wa mazingira kwa maana pana. Maana yake kila dakika ukifa watu 24 ni sawasawa ni watu wengi sana. Na hewa peke yake, ndugu, uchafuzi wa hewa tu peke yake kusababisha vifo vya watu milioni 8.1. Hii ni kulingana na taarifa zote duniani, yani taarifa zote za mashirika mbalimbali yanayohusiana na masuala haya ya mazingira, kwa sababu masuala ya mazingira unajua ni swala mtambuka. Linashughulikiwa na idara mbalimbali, kuanzia kwenye halmashauri zetu, kuanzia kama unavyoona misitu na mazingira inashughulikiwa, kuna waziri huku, kuna waziri huku na kadhalika, mpaka makamu wa rais na kadhalika, mpaka kwenye ofisi ya makamu wa rais na kadhalika, na mashirika mbalimbali ya dunia yanashughulika na masuala haya ya mazingira. Yote data zinafanana almost, na data za kila nchi pia zinatoka. Na mimi nikisema masuala ya mazingira nazungumza masuala ya dunia, kwa sababu swala la mazingira linahusu dunia. Hakuna hewa ya Tanzania wala mvua ya Tanzania, wala hakuna upepo wa Tanzania, wala jua la Tanzania, wala mwezi wa Tanzania. Vyote ni vyetu sisi sote duniani. Na kwa hiyo hewa hapa ninayopumua inawezekana inatokana na oxygen iliyopandwa kwenye baa moja huko China. Ndio utaratibu ulivyo. Vitu vya namna hii vinatoka hapo. Hata shati nililovaa pengine limetokana na zao lililolimwa kwa kinyesi hata cha nguruwe sehemu fulani. Huwezi kujua hivi vitu ni vya dunia. Ni vigumu sana kufanya kwamba viwe vya kwangu au vya kwako. Na nikija sasa kwenye ukataji wa miti. Duniani kwa mwaka hukatwa miti bilioni 15. Kila mwaka hukatwa miti bilioni 15. Maana yake kwamba kila siku moja hukatwa miti milioni 41. Hivi leo hivi kuanzia jana mpaka saa hizi katika muda huu unaotazama na kesho kutwa ni hivyo. Na kwa maana hiyo kila saa hukatwa miti milioni 1,750,000 kote ulimwenguni kwa kazi mbalimbali, utengenezaji wa meza, utengenezaji wa vitanda na nini, lakini utengenezaji wa furniture zingine zote. Zaidi ya hapo, miti hukatwa kwa ajili ya shughuli za binadamu, kujenga makazi, viwanja, mabarabara na kadhalika, lakini mashamba na maeneo ya viwanda na kadhalika. Yote haya husababisha maeneo ambayo watu wanakata miti, lakini kuna mkaa na vitu kama hivi. Mradi milioni 1,750,000. Maana yake
kila dakika moja, yani kila sekunde 60 hukatwa miti 29,000 duniani. Maana yake kila sekunde moja miti 486 kila sekunde moja. Na wewe angalia tu sekunde zako zikifika 60 ujue miti 29,000 duniani imekatwa. Njoo kwenye upande wa upandaji, zingatia miti ukatwa bilioni 15, lakini miti inayopandwa kwa mwaka wa ndugu yangu mpendwa ni miti bilioni 5 tu. Maana ni theluthi ya miti ndio inapandwa. Inakatwa miti 100, inapandwa miti 33 tu. Maana kwa siku inapandwa miti milioni 13. Kule unakumbuka inakatwa 41 milioni, lakini kwa saa miti hapa hupandwa miti 570,000, wakati kule miti milioni 1.5 na kwenda zaidi na katwa au inaharibiwa. Maana kwa dakika moja hupandwa miti 9,512 na kwa sekunde hupandwa miti 157 tu, wakati inayokatwa ni miti 486 kote ulimwenguni. Kila mwaka dunia hupoteza hektari zipatazo milioni 10 kila mwaka hupoteza. Yani maana yake ni kwamba kama tumekata miti 41 milioni kwa siku, au tumekata miti bilioni 15 kwa mwaka na tumepanda miti bilioni 5, maana yake tumepoteza miti bilioni 10 kila mwaka. Sasa wewe jihesabu katika maisha yako kwa sasa, kila mwaka ukihesabu, kwa mfano mwaka jana 2015 mpaka sasa 2016 miti bilioni 10 imekwisha potea. Yani kama miti ilikuwa idadi yake ni kadhaa, basi ipunguza. Sasa kila mwaka tunapunguza. Wandugu wapendwa, kwa ujumla haya yote haya wandugu wapendwa, nimekuonyesha kwamba maradhi yanayoua watu, kumbuka kila mwaka wanakufa milioni 12.6. Miti inayokatwa kila mwaka ni bilioni 15, na miti inayopandwa kila mwaka ni bilioni 5. Sasa kwa misingi hii utaona kwamba tatizo hili ni kubwa na ni letu sote, na ndio maana tunasema kupanda miti ni ibada, tena ni ibada adhim sana kwa sisi Waislamu. Na ndio maana sisi katika kampeni yetu ile ya kupanda miti ambayo tunaifanya hasa kwa nguvu, inshallah nguvu binafsi hasa kutoka kwenye moyo, tukamini kwamba ni ibada hii. Na nashukuru Waislamu ambao wameitikia sana upandaji wetu huu wa miti kwa misingi hii ya kwamba ni ibada. Wameitikia, wamefanya vizuri sana Waislamu, wameitikia kwa misingi hii kwamba ni ibada. Allah subhanahu wa ta'ala Waislamu awafungulie na watu wengine na viongozi na makundi na viongozi hata wa dini zingine ambao tulioshirikiana nao katika hiki kipindi. Na kazi ni endelevu ndugu. Mtume anasema, ndio kauli yetu mbiu, idha qamati saa fi yadi ahadikum fasila falyughrisha. Yani tunamaanisha nini? Kwamba katazo la kwanza alilopewa binadamu alipoumbwa, ambalo ni baba yetu Adam, ni kukaribia mti. Alikatazwa, ambiwa si ukaribie mti, yani ni kutunza mti. Na hii inaeleweka. Maneno mengine tuachane nayo hapa katikati, kwa mti gani kuelekea, cha msingi ni hivyo. Na hakuambiwa heshimu wazazi, la kwanza lilikuwa ni hilo tu kuhusu mti. Na la mwisho Mtume anasema wakati kiyama kikisha wadia, ikiwa imefika parapanda baragumu limepulizwa na mmoja wenu akawa ameshika mche wa mti, Mtume anasema acha kuchanganyikiwa, usivuruge, usikimbie, usipaparike, usihamanike. Anasema anza kwa kwanza, panda mti. Kama umechimba shimo, pandikiza. Kama ni mwembe, mzabibu, nini, mti wote, mchungwa, mlimau na kadhalika, pandikiza, alafu mwagilia maji, kisha anza mbio, anza kukimbia. Ndio anavyoelekeza mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kazi inaendelea kwa ndugu, tuendelee kufanya bidii kupanda mti. Na mwaka huu mkakati wetu ni ule kwamba acha kupoteza mbegu ya embe, machungwa au mapapai au chochote kile katika unavyokula. Unachopoteza hicho ni rasilimali kubwa sana. Nakumbuka Mheshimiwa Rais amesema maparachichi na vitu kama hivi ni zao la kimkakati, na sisi twende kupitia hapo. Namshukuru Mheshimiwa Mufti wa Tanzania Dr. Abubakar Zuberi bin Ali ibn Mbwana, katibu mkuu wa BAKWATA Alhaji Nuhu Jabir Mruma, naibu katibu Alhaji Mwenda, lakini viongozi wa mikoa na wilaya wote ambao tumeendelea kushirikiana nao, viongozi wa BAKWATA na taasisi mbalimbali ambao tumeshirikiana nao. Tumeshirikiana na Masalafi, Ansarus Sunna, Shia, lakini tumeshirikiana na Ibadhia na watu wengine.
tumeshirikiana na wafuasi wa dini zingine, Wakristo, Wakatoliki, Waanglikana, Wasabato, kila sehemu tuliokwenda nao, wana dini wengine, wazee mbalimbali wa kimila, wana michezo, vikundi mbalimbali vya sanaa. Tumeshirikiana na wafanya biashara na watu vijijini na mjini, na wanawake kwa wanaume wadogo kwa kubwa, viongozi wa mashule mbalimbali ambao tulioshirikiana nao katika huu muda. Kazi ni kubwa, yani nimekupa data hizi ili uone kazi hii ni kubwa na lazima tuendelee nayo kwa msingi wa ukubwa huu wa kazi. Tunaendelea na jukumu hili na Mwenyezi Mungu atupe uwezo mkubwa wa kuendelea na jukumu hilo. Mimi ndugu yako Harith Othman Kusa, na kuomba hii video kwanza isikilize mara ya kwanza na ya pili na ya tatu, lakini usimalize kusikiliza alafu kakana, mpe mwingine, sambaza kwa njia zako mbalimbali, wape marafiki unaowapenda wote, wajulishe kwamba tunakufa milioni 10. Na maana yake nini? Kwamba hata wewe umeshuhudia, hata hapo kwenye familia yako, na inawezekana hata wewe hapo una maradhi yanayokabiliwa yanayotokana na hata hapa ninaporekodi kwa mbali nasikia mtu anakohoa. Hayo yote ni maradhi yanayotokana na mazingira na hewa tunayo kumbana nayo hapa tulipo. Hata mimi ninayo maradhi wakati huu yanayotokana na mazingira ambayo mazingira machafu, mazingira yasiyozingatia afya, mazingira yasiyo salama kwa lugha rahisi. Mazingira salama na endelevu. Tujue dunia tunaishi hapa tulirithishwa kwa wazazi wetu, na ungeharibu tusingekuta, na sisi tunatakiwa tujue hivyo hivyo. Na hii uelewe jamani, katika ukatili mkubwa ni kukata miti bila sababu, na katika unyama wa hali ya juu ni kuwacha moto. Na imeelezwa Tanzania kila mwaka nusu tu moja ya mwaka huonekana mazihali ya mioto 20,000 hata zaidi. Kwa mfano mwaka jana ulikuwa kuna hali ya mioto, satellite detect mioto zaidi ya 20,000 Tanzania. Hali tunaita hali ya moto 20,000. Ni hali ambayo sio nzuri kusema kweli. Sasa ni ukatili mkubwa sana, unachoma mlima, wanakufa viumbe wengi ambao Mwenyezi Mungu mwenyewe ndo anajua. Yaani wewe ni katili mkubwa sana. Unaweza kuwa wewe unachoma mlima mmoja, wewe ni katili kuliko hata wale ambao unaowaita makatili, wale wanaovamia nchi za watu nini. Hawana ukatili kama wewe. Yaani wewe unaua bila sababu yoyote, na unaua vifo unavyofanya wewe ni vifo endelevu. Ni vifo endelevu yani. Unaweza kufika kiama ukafika ukuta milima kwa milima ya dhambi. Milima kwa milima ya dhambi utabebeshwa wewe, kwa sababu ya kitu ulichokuwa unakifanya huku unakichukulia kwamba ni kitu rahisi kabisa. Harith Othman nasema kazi inaendelea. Panda mti hapo ulipo, hakikisha nyumba yako imezungukwa na mti, kama mazingira yako imezungukwa na miti, kama kuna njia unayotumia kwenda barabarani imezungukwa na miti, kama ni shamba lako leo limezungukwa na miti, kijiji chako na wewe kama ni mtendaji, kama nani, hakikisha mazingira unayoishi yanazungukwa na miti. Usipande mti kwa kuwa serikali inakuambia. Usilinde mtu kwa sababu sheria ya Jamhuri ya Muungano inakuambia hivyo. Fanya hivyo kwa sababu ni ibada kubwa kabisa. Kama unavyoswali, unaswali kwa sababu Mwenyezi Mungu anataka, unahiji kwa sababu Mwenyezi Mungu anataka, unafunga kwa sababu Mwenyezi Mungu anataka, usemi uongo kwa sababu Mwenyezi Mungu anataka kufanya hivyo, unavaa nguo kwa sababu Mwenyezi Mungu anakuambia hivyo. Sasa na hili lifanye hivyo utakuta thawabu nyingi sana siku ya Kiyama. Billahi tawfiq. Harith Othman Kusa Sanda na Hatu ibn Mrival Bolisi Iranjil Ubayudi Al-Usongwi Al-Unjeji Al-Uwinui Al-Usalwi Al-Wasinduwi Al-Azhari wa shukran.